Janeti, mara ya mwisho nilipomwambia mume wangu kwamba umenipiga, ile kesi uliivuka na ukashinda. Ila nakuhakikishia kwa hili bomu niliyokuandalia leo, huwezi ukapona na una cha kujitetea. Kimbege, unamaanisha nini? Maana sijakuelewa kabisa. Umekuja tu hapa mbio mbio afu na singizia sijui kesi. Kesi gani unaizungumzia hapa? Unataka kuelewa na maanisha nini eh? Janeti mimi anipendi humu ndani. Sio maana mmoja ananipiga hapa, mara kwanza unanikatalia, lakini sio unaona kwa macho yako yuko ananyanyua mkono ananipiga tena. Wewe Janeti. Wewe kwenye kikao cha juzi ulisema hujampiga. Na hapo kwa unataka kufanya nini? Wewe ni kichaa. Umemkuta mtu kwake afu unampiga. Hivyo ni nani kwenye nyumba yangu? Mister, samahani. Mimi nadhani kama tutaweza kuelewana hapa. Maana hata nikikwambia nini ambacho kimetokea huwezi kunielewa. Lakini ukweli wote anao Mwenyezi Mungu. Janeti. Hivi unaweza kuongea kitu gani nikakuelewa? Yalikuwa nimeona kabisa unataka kumpiga. Alafu sasa unasema huwezi kuongea tu na kweli siwezi kukuelewa. Unafanya nini hicho? Hivi kumbe wewe ni jinga eh? Kumbe wewe hauna akili. Unakuja kumpiga mtu kwake. Are you serious? Samahani mister. Nilikuwa naomba kuondoka. Mume wangu umemwona, yaani baada ya kunidhalilisha amenipiga nyumbani kwangu kanichania mpaka nguo, si umeona? Ni yake anibakize uchi bani, umeona kabisa, angalia mimi naichania nguo. Hapa anataka aondoke, anakwepa nini? Anakwepa kesi. Mume wangu mimi sipana hata nifanyia Janeti, yaani mimi ameniona kila kija humu ndani lazima nipige. Sebastian, kwa sasa utakuwa mfuasi wetu. Yaani namaanisha, yaani sisi ni miungu yako ya pili, maana tumekupa uhai. Hivyo basi, unatakiwa kufanya kila oda tutakayokuambia. Usiende kinyume na sisi. Tumeelewana? Na utafanya kila tutakapokuhitaji. Kwa sasa nenda kaendelee na maisha yako. Tutakuita tutakapokuhitaji. Farida, una shida gani wewe? Mimi kuna nyuma. Nione. Lakini Farida, nishakataza kwenda kuchota maji peke yako. Lakini Sabiga, mimi nimeangalia ndani maji hayakuwepo. Kwa hiyo kabidi nichukue ndoo nikachukue maji mwenyewe, maana wewe sija kuona uko hapa nyumbani. Farida, kwani ungenisubiria? Lakini kwa nimeenda dukani chapo hapo, nilikuwa narudi sasa hivi tungeenda wote. Kwani kulikuwa kuna haja gani wewe kwenda peke yako? Acha ujuaji. Ukikutana na mume wako huko. Pole sana Farida, pole. Pole. Basi Sabiga, samahani kama mimi kwenda kuchukua maji ni makosa. Lakini mimi nilivyoona maji ndani hamna kutumia, ikabidi tu nikachukua mwenyewe. Maana wewe sija kuona. Lakini Farida, hayo tu tunafanya kwa ajili ya kukusaidia wewe. Ungenisubiri hata singetokea Farida. Acha kujichukulia sheria mkononi Farida. Mimi kunishika hivi bana, mkono unaniuma mimi. Basi pole, amka twende ndani.
Basi sawa, basi nisamehe. Sawa, pole, lakini twende na twende. Taratibu sasa, amka. Life can be unfair, and betrayal often leaves the deepest scars. A young man grew up in poverty, dreaming of a better future. He worked day and night, believing that honesty and hard work would change his life. When success finally came, he trusted the people closest to him. Instead of supporting him, they betrayed his trust, spread false rumors, and took advantage of everything he had built. Their actions left him heartbroken and struggling once again. For a moment, he thought about giving up, but he realized that quitting would only reward those who wanted to see him fail. He chose to stand up, work harder, and learn from every painful experience. With time, he rebuilt his life, found loyal friends, and achieved even greater success than before. Betrayal taught him to be wise, not bitter. No matter how difficult life becomes or who disappoints you, never stop believing in yourself. Your strength, determination, and courage can turn even the darkest chapter into a powerful story of